tunapita katika nyakati tofauti zenye kuumiza, zenye kuliza na hatuna msaada. Lakini tunaye Mungu ambaye anasikia maumivu yetu. Lakini tunaye Mungu ambaye anasikia yale ya ndani. Kuna wakati tunaumia, hatuna mtu wa kusema naye. Yupo Mungu ambaye anasikia yale ya ndani hata kama hatujui kuomba. Tukimuita, tukiita Yesu anaitika. Haijalishi tu wasafi au tu wachafu, lakini Yesu anasikia maombi yetu. Na ndio maana anatupa neema hata ya kuwepo leo. Wewe tunatakiwa kumwambia Bwana usitupite. Unapobariki wengine tukumbuke na sisi. Unapouisha wengine na sisi utukumbuke. Yeye anaponya wengine, manake na sisi anaweza kutuponya. Yeye anaweza kubariki wengine, manake na sisi anaweza kutubariki. Ni wakati wetu wa kumwambia Bwana asitupite. Ni wakati wetu wa kumlilia Bwana na kusema asitupite. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako. Umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Umekuwa ni mlinzi katika maisha yetu. Kila tunapokwenda na kukanyaga, Mungu hukutuacha tuangamie. Lakini kila tulipokutenda dhambi, rehema zako zilikuwa nyingi katika maisha yetu. Baba, asubuhi ya leo watoto wako tunahitaji kupata neno la uzima. Tunakuomba Baba ututakase kwa damu ya Kristo, damu ya Pasaka wetu. Mungu wetu wa huruma na neema,
Utusamehe sisi watoto wako, tumekutenda dhambi kwa mawazo na maneno, tumekutenda dhambi kwa kila namna. Baba, utusamehe. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuhudumie wakati huu, nami najikabidhi mikononi mwako, najiweka wakifu kwa ajili ya huduma hii uliyonituma. Naomba Roho wako anipake mafuta, maneno yale ambayo umepanga uongee na watu wako. Umati huu unahitaji kusikiliza sauti yako na neno lako. Mungu, nisaidie nifanye kwa msaada wako, nisaidie nifanye kwa msaada wako. Baba, nisaidie Mungu, katika jina la Yesu. Kanisa lako limekusanyika duniani pote, wamekuja kukuabudu na kukusifu, lakini wameleta shida zao na wanahitaji neno la uzima. Muda huu tunajiweka mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme ameni. Asante sana, tukae.